Waambata wa jeshi, maafisa wakuu mliopo, maafisa wadogo mliopo, wahitimu, afisa mteule daraja la kwanza Martin Peter Kazilo, sameja wa jeshi, wapiganaji mliopo, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi na utu. Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima, afya njema na kutuwezesha kufika mahali hapa. Aidha, naomba kutumia fursa hii kukaribisha katika mahafali ya 6 ya shahada ya sayansi ya kijeshi ya chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli. Lakini pia mahafali haya ni ya 3 kwa chuo chetu tangu kianze kujisimamia chenyewe katika utoaji wa mafunzo ya shahada ya sayansi ya kijeshi. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, kwa kipekee kabisa naomba kutumia nafasi hii adhimu kukupongeza wewe Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa ushindi mzuri katika uchaguzi mkuu wa serikali uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Hongera sana Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu. Aidha, nikushukuru sana kwa kuniteua kuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Kuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Kwangu mimi ni heshima na faraja kubwa sana kwa imani kubwa ulionayo kwangu katika kulitumikia taifa letu kupitia Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, napenda kulipongeza jeshi letu la ulinzi la wananchi wa Tanzania, yani JWTZ, kupitia chuo cha mafunzo ya kijeshi cha Monduli TMA kwa hatua hii kubwa iliyofikiwa ya kuwezesha kuendelea kutoa wahitimu wa shahada ya kwanza ya sayansi ya kijeshi kwa kujisimamia wenyewe. Leo hii tutakuomba Mheshimiwa Rais uwatunuku shahada ya kwanza ya sayansi ya kijeshi wahitimu wapatao 106, ambapo kati ya hao wanaume wako 81 na wanawake 25. Idadi ya wahitimu wanawake wa Tanzania katika mahafali zilizopita, yani mahafali ya 4 na ya 5, ilikuwa 21. Mheshimiwa Rais, mwaka huu tumebarikiwa kuwa na wahitimu wanawake 25. Japokuwa ongezeko hili ni dogo, wizara inaendelea kuchukua hatua mahususi kuhakikisha kuwa idadi ya wahitimu wanawake inaongezeka mwaka hadi mwaka ili kuimarisha uwiano wa kijinsia bila kuathiri ubora wa viwango vya mafunzo yanayotolewa. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, mafanikio haya ni uthibitisho wa dhamira ya dhati na uongozi wako madhubuti katika kuimarisha jeshi letu katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mafunzo, mbinu za kijeshi na nidhamu. Chini ya uongozi wako makini, jeshi letu limekuwa mfano wa ubora na ufanisi katika kutekeleza majukumu yake ya ndani na nje ya nchi. Leo tunapowakabidhi maafisa wapya majukumu yao, ninakuhakikishia kuwa maafisa hawa wapo tayari kuitumikia nchi yao kwa ujasiri na uadilifu, wakizingatia maono yako, kujitoa kwako na bidii yako isiyotetereka katika kulinda amani na usalama wa taifa letu. Kwa niaba ya chuo na wizara kwa ujumla, tunakushukuru Amiri Jeshi Mkuu wetu, na tunaomba Mungu akupe nguvu na ushupavu wa kuendelea kuliongoza taifa letu kuelekea mafanikio makubwa zaidi ya kijeshi na katika nyanja zingine za kiuchumi na kijamii. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, leo ni siku kubwa sana na furaha kwa jeshi letu, kwani historia inaendelea kuandikwa kwa kuonesha ukomavu wa hali ya juu ya chuo chetu. Kwa mara ya 3 kimefanikiwa kutoa wahitimu wa shahada ya kwanza ya sayansi ya kijeshi kwa kujisimamia chenyewe. Hata hivyo, nimedokezwa kwamba mwaka huu tumeanza kupokea wanafunzi kutoka mataifa rafiki.
kwa ajili ya programu hii ya shahada ya kwanza ya kijeshi. Hivyo ni faraja kubwa sana kwetu sisi kama wizara kupitia jeshi letu la ulinzi la wananchi wa Tanzania, yani JWTZ. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, naomba sasa kwa heshima na taadhima nikukaribishe wewe kutoa zawadi kwa wahitimu waliofanya vizuri na baadaye uwatunuku shahada ya kwanza ya sayansi ya kijeshi ya Chuo cha Mafunzo ya Kijeshi Monduli, wahitimu wapatao 106. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, naomba kukukaribisha. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, tukio linalofuata hivi sasa ni kutoa zawadi kwa muhitimu aliyefanya vizuri zaidi na kutunuku shahada ya kwanza ya sayansi ya kijeshi. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, muhitimu aliyefanya vizuri zaidi kwa miaka yote mitatu ni Luteni Usu Megi Moses Majengo. Inaombwa kuketi. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, na huo ndio mwisho wa kutoa zawadi. Punde tutakuomba utunuku shahada ya kwanza ya sayansi ya kijeshi kwa wahitimu. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, ninayo furaha kukabidhi wahitimu 106 wa shahada ya kwanza ya sayansi ya kijeshi kama walivyoorodheshwa kwenye kitabu cha mahafali kurasa wa 13, 14 na 15 ili watunuku shahada. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, kwa mamlaka nilionayo na watunuku shahada ya sayansi ya kijeshi wahitimu 106 waliopo ambao wameorodheshwa kwenye kitabu cha mahafali. Mheshimiwa Dr. Rimo Simeon Nyansao, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Jenerali Jacob John Mkunda, Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mheshimiwa Profesa Adolf Faustin Mkenda, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Dr. Faraji Kasidi Mnyepe, Katibu Mkuu Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Luteni Jenerali Salim Haji Othman, Nadhimu Mkuu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania na Mwenyekiti wa Bodi ya Usimamizi wa Chuo, wajumbe wote wa Bodi ya Usimamizi wa Chuo, Meja Jenerali Jackson Jairos Mwaseba, Mkuu wa Chuo cha Mafunzo ya Kijeshi Monduli, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Awali ya yote, nachukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuwa hapa leo na kufanikisha shughuli hii ya mahafali, na kupongeza Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi Jenerali Jacob John Mkunda, timu yako na viongozi wengine wote wa Chuo cha Mafunzo ya Kijeshi Monduli. Aidha, na kupongeza pia Mnadhimu Mkuu wa Jeshi na Mwenyekiti wa Bodi ya Usimamizi wa Chuo
Luteni Jenerali Salum Haji Othman kwa kusimamia vizuri mafunzo kwa wanajeshi ili kuhakikisha kuwa wanakuwa na ubora wa hali ya juu utakaowezesha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Mafunzo haya ni sehemu kwa jeshi letu na kwa taifa, ni muhimu kwa jeshi letu na kwa taifa letu kwa ujumla. Mwisho, nawapongeza wahitimu wote wa shahada hii ya sayansi ya kijeshi kwa juhudi na maarifa mlioyapata kwa kipindi chote cha mafunzo yenu. Hongereni sana. Jukumu langu hapa ni kuvunja mahafali haya, hivyo ninatamka kwamba mimi Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, kwa mamlaka nilionayo, navunja mahafali ya 6 ya shahada ya sayansi ya kijeshi ya Chuo cha Mafunzo ya Kijeshi hapa Monduli. Asanteni sana. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, tunakushukuru kwa kuvunja mahafali ya 6 ya shahada ya sayansi ya kijeshi. Na huo ndio mwisho wa sherehe ya mahafali hapa uwanjani. Punde tutakuomba uelekee katika eneo la kupiga picha ya pamoja na wahitimu. Na wafuatao watambatana na Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu kupiga picha ya pamoja na wahitimu. Mheshimiwa Daktari Rimo Simeon Nyansaho, Mbunge, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Jenerali Jacob John Mkunda, Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi. Mheshimiwa Profesa Adolf Faustin Mkenda, Mbunge, Waziri wa Ulinzi, Sayansi na Teknolojia. Daktari Faraji Kasidi Mnyepe, Katibu Mkuu, Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Mheshimiwa CPA Amos Gabriel Makala, Mkuu wa Mkoa wa Arusha. Wajumbe wa Bodi ya Usimamizi wa Chuo cha Mafunzo ya Kijeshi Monduli. Meja Jenerali Suleiman Mungia Mzee, Mkuu wa Chuo High Command Training Wing. Meja Jenerali Wilbert Augustine Nibuge, Mkuu wa Chuo cha Ulinzi wa Taifa. Meja Jenerali Stephen Justice Mkande, Mkuu wa Chuo cha Ukamanda na Unadhimu Tanzania. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, pamoja na wakufunzi wa Chuo cha Mafunzo ya Kijeshi Monduli. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, sasa inaombwa ukapige picha pamoja na wahitimu.